السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه العزيز الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وصلى الله وسلم على النبي الأمي الهادي إلى الصراط المستقيم وآله وصحبه أجمعين وبعد. Ni bora kuwa na adui mwenye akili kuliko kuwa na rafiki mpuzi. Viongozi wa kidini tukiongozwa na kivuli cha mzee wetu shekhe wa wilaya ya Kinondoni, lakini mashekhe wa kata nyote, mwenyekiti wa serikali na timu yake, mwenyekiti wa walimu wa Qur'ani ambaye ni shemeji yangu Maalim Juma, nimeombwa niseme kwa ulimi wa shekhe wa kata kupitia amri ya wenye shughuli ambao kwa maksudi kabisa waliniomba nije, pamoja ya kuwa niliwaambia nitakuja lakini nisiseme. Lakini sijui kuna siri gani katika kamati inayoandaa shughuli hii. Yupo shemeji yangu ambaye ni mke wa rafiki yangu sana, Bwana Ramadhani Mazongera Dondola. Alikuja nyumbani kwangu. Kwa kuwa yeye ni shemeji yangu, basi maana yake mimi shughuli inanihusu. Lakini bado nimeambiwa niseme. Basi kwa dakika chache hizi niwaambie, ni bora kuwa na adui mwenye akili kulikoni kuishi na rafiki mpuzi. Firauni alipoota moto umevamia katika kijiji, unateketeza majumba, mali na kadhalika, aliita timu yake kutaka ushauri, lakini pia kutaka tafsiri ya ndoto hii. Mmoja katika wataalamu wa ndoto alimwambia ni ishara mbaya. Mbele twendako atazaliwa mtoto mwanamume, atakuwa na pawa kubwa sana kiasi cha kuporomosha heshima yako na utawala wako. Baadhi ya wengine wataalamu wa ndoto waliunga mkono taawili hile, nasi twaona hivyo. Kwa kuwa alikuwa na wapambe wapuuzi, akawataka ushauri.
Na kwa upuuzi wao, yeye aliamua, munaonaje sasa akizaliwa mtoto mwanamume tugodoe kichwa tuue? Kwa maana sasa twendako tutakuwa na wanawake watupu. Tukiua watoto wanamume, twendako wakiisha wanamume waliopo huko, hatokuja tena mtoto mwanamume. Kwa hiyo ardhi itakuwa na wanawake watupu. Kwa kuwa walikuwa wapuuzi, wakakubali. Anza hapa, anza hapa. Viongozi wa dini katika ofisi zenu, viongozi wa serikali, wazazi na walezi, punguzeni chawa wasio na maana. Rundo la machawa linaharibu viongozi. Rundo la machawa linaharibu viongozi. Walio wengi hawapeleki ushauri ulio bora wa kujenga jamii yetu. Walio wengi wanapeleka umbea ili wapate pesa. Wanaharibika raia, lakini wanachafuka viongozi. Wenyewe hawajui, lakini kwa kuwa wamekumbatia wapuuzi, na wao kuna hatari ya kuitwa wapuuzi. Ni bora kuwa na adui mwenye akili timamu kulikoni kukumbatia rafiki mpuuzi. 159 Ali Imran, sehemu ndogo ndani ya aya ile. Acha kule ilikoanza, acha kule ilikoshuka. Hapa ndani hapa kuna maneno Mungu anamwambia Bwana Mtume Muhammad, washawirhum fil amri. Ni kweli Muhammad ni genius, rajulun abqari, ana akili nyingi mno. Ni kweli Muhammad ibn Abdullah ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kweli Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwingi wa tabia zilizotukuka, ikiwemo as-sadiqu al-amin, mkweli na muaminifu. Lakini bado Qur'ani inamtaka kwa watu wake alionao, waliomzunguka. Mungu anamwambia hao ulionao, linapotokea jambo muhimu usigemue peke yako. Washawiruhum fil amri, kaa nao kikao uwatake ushauri. Maana yake hawa ni watu wake. Ili uwatake ushauri, lazima ushauri wawe nao, lazima wawe timamu. Aya hii peke yake, ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib. Jambo ambalo jukumu lilopewa haliwezi likatimia mpaka na hilo liwepo, basi na hilo nalo ni jukumu lako. Una jukumu la kuwataka ushauri watu. Tafsiri yake unatakiwa uteue watu wa kukaa nao kwanza, kabla haijafika wakati wa ushauri. Nani mpambe wako? Utakuwa na wapambe kwa kuwa una pesa, wao watakuwa wanakuletea umbea ili wakatie kidogodogo. Utakuwa na wapambe, wao kazi yao ni kukutafutia wanawake. Ni bora kuwa na adui mwenye akili timamu kulikoni kuishi na rafiki mpuzi. Wapo viongozi wamepata madaraka, lakini kwa kuwa walikuwa na watu hawana uwezo wa kushauri, wengine hufika wakati wakamuona yule kiongozi ndio Mungu. Hata akifanya upuuzi hawamshauri, mzee tunakokwenda siko. Kwenye dini tutaharibikiwa na kwenye nchi tutaharibikiwa. Ukiwa karibu na kiongozi, jitahidi kuwa mtu makini ili umuheshimishe kiongozi wetu kwa kumpa ushauri ulio bora. Usimshauri kiongozi upuuzi. Wapo watu wanawashauri viongozi visasi. Yule akukuunga mkono wakati wa uchaguzi, achana naye.
jua kabisa we kiongozi, ukiwa na mtu sampuli ujua una rafiki mpuzi. Wapo watu unapotokea ugomvi wao wanachochea usikubali, na we kaza, jua kabisa una mtu mpuzi. Mmoja akiwa moto, mwingine awe maji. Moto na moto hauzimani. Wewe unamshauri huyu aendelee na visasi, maana yake hivi ni vita hivi. Kwa hiyo wewe unashawishi vita. Hilo ndio rundo la machawa tulionao. Hebu tubadilike basi. Teua mwenyewe, uwe na akili timamu au uwe mpuzi. Baada ya hadhara hii kafikirie, teua unataka kukaa wapi, kwa watu timamu au katika wapuzi. Wapambe, marafiki, tuweni makini. Tusiwe ni watu wa kuwashambulia wanawake tu hawana akili. Muda mwingine wapo baadhi ya wanawake wana akili kuliko ni baadhi ya wanamume. Kweli kuna matatizo, na wao pia wana matatizo yao. Wanakuwa na mashoga wapuuzi. Kasikia maneno mumewa na mwanamke mahala fulani, yeye anachomshauri na wewe tafuta bwana. Mwanamke huyo akaya atambue rafiki huyo mpuuzi. Anayekushauri, ukibeba ndoo ya maji beba na kidumu. Unaweza ukajikwaa, ndoo ikamwagika, kidumu kitakusaidia. Dada zangu mashoga wanaowashauri, na kusudia mashoga kwa maana ya marafiki, amchelewi taawili. Manake siku hizi maneno misamiati ishakuwa shida. Shemeji yangu Mwalimu Juma, ukiulizwa unaenda usiitikie kwanza. Kwenda kwa maana ipi? Ilo neno mushtarak lina maana mengi. Siitikie, naenda. Vijana